Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hali gani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu cha Bobea Andikoni? Ni siku nyingine tena tumeweza kurejea mahali hapa kwa ajili ya kujifunza maandiko matakatifu kupitia lesoni ya Bobea Andikoni. Nipende kuomba radhi kwa niaba ya uongozi mzima wa Bobea Andikoni kutokana na changamoto, hatukuwa hewani kwa muda, lakini tunamshukuru Mungu kwamba tumerejea. Kwa hiyo somo la kwanza hatukuweza kufanikiwa kuleta kwenu, lakini somo la pili lipo leo. Kwa hiyo karibuni sana tuweze kujumuika kujifunza maandiko matakatifu ya Mungu. Kwa siku ya leo ninao wapendwa hapa. Ninaye Madam Nyamtondo hapa, anaweza akatupungia mkono. Ninaye Kakapo, anaweza akatupungia mkono. Ninaye kijana wa Yesu hapa Jackson. Pia ninaye dada Eudia Mipopo. Karibuni katika mjadala huu. Karibuni sana, na kabla hatujaanza kujadili somo letu, basi niombe Eudia uweze kutupatia ombi kwa ajili ya kuanza somo letu. Karibu. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa muda na wasaa mzuri uliotupatia. Muda huu tunaelekea kujifunza maneno yako matakatifu kupitia lesoni ya Bobea Andikoni. Tusaidie kuelewa na kuyaishi yale yote tunayoendelea kujifunza. Zaidi ya yote, tuandae kwa ajili ya ufalme wako wa mbinguni, kwani utakuwa pamoja nasi. Nikiomba haya kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Somo letu linasema kalamu ya mwisho. Kalamu ya mwisho ni nini? Maana ya somo hili, karibu usipange kukosa ili uweze kuelewa nini Mungu anazungumza nasi kupitia somo letu la kalamu ya mwisho. Basi bila kupoteza wakati, ni wakaribishe sasa, nimkaribishe Madam Eudia hapo aweze kutupatia utangulizi juu ya somo letu. Madam, karibu. Naam, asante sana mwalimu kwa ukaribisho mzuri, na hivi ndivyo tunavyoenda kuanza somo letu la kalamu ya mwisho. Unavyosikia kalamu unafikiria nini? Kuna mwingine najua hapo tayari ameshawaza chakula, vinywaji na vitu mbalimbali ambavyo vinakuwepo kwenye kalamu. Lakini katika somo la leo tutajifunza kalamu ya mwisho kupitia wanafunzi wa Yesu pamoja na Yesu mwenyewe. Lakini kabla hatujaenda kwenye kiini cha somo, tutaanza na kisa ambacho kinamwelezea kijana ambaye baada ya kumaliza elimu yake ya sekondari aliweza kualikwa na marafiki zake katika mafunzo ya kujifunza Biblia. Lakini hao marafiki walikuwa wamechanganyikana katika dini mbalimbali. Kulikuwa na Wabaptisti, kulikuwa na Wakatoliki, lakini hata yeye pia alikuwa si Mwadventista, alikuwa ni Mbaptisti. Na alipofika kwenye sehemu hiyo ya kujifunza Biblia, walishangazwa na kitu kimoja. Maana baada ya kufika pale, mwenyeji ambaye ni rafiki yake Luka pamoja na mpenzi wake waliingia chumbani na walitoka pamoja na mtungi pamoja na taulo. Mtungi huo ulikuwa na maji. Mtazamaji, unaweza ukafikiria kwamba walikuwa wanamaanisha nini kutoka na vitu hivi viwili. Hata ningekuwa ni mtu kwa kweli, yaani na alikuwa sehemu alafu mtu anakuja na mtungi wa maji na taulo, ningewaza labda tunaanza kuoga au inakuwaje. Na kupitia kisa hichi sasa tunaona alikuwa anahitaji kuwafundisha kitu. Na baada ya hapo aliweza kuwaelekeza kuhusiana na huduma ya kutawazana miguu ambayo imeelezewa katika kitabu cha sura ya Yohana 13. Tukisoma katika Yohana 13 mstari wa kwanza anasema, basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye amewapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Tukisoma sura ya Yohana 13
anaelezea kisa hicho cha kutawazana miguu. Kwa hiyo na hata hawa wapendwa waliokuwa pamoja kupitia huyu rafiki yao Luka aliwaelekeza huduma hiyo. Lakini pia huyu kaka siku moja aliweza kuhudhuria katika kanisa la Waadventista, na hapo alikaribishwa na wachungaji, na kitendo kile kile ambacho aliwahi kufundishwa na rafiki yake kilitendeka pale kanisani, na akawa analelewa na mchungaji ambaye alikaribishwa naye. Sasa tuachane na kisa, turudi kwenye maisha halisi. Yesu alivyokuwa na wanafunzi wake, aliwafundisha huduma ya kutawazana miguu. Na kupitia huduma hiyo, Yesu pekee ndiyo mtu aliyeweza kujishusha kuwatawaza miguu. Walionyesha ubishano mwingi sana baada ya kuona Yesu amejishusha. Na Yesu alihuzunika sana kuona wanafunzi wake wanaonyesha hali ya kiburi. Sasa kulingana na hivyo, Yesu alitamani wanafunzi wajifunze kitu kupitia huduma hiyo ya kutawazana miguu, na ndio maana yeye pekee alijishusha katika kuwaelekeza wengine. Na ndipo sasa tunaelekea kwenye somo la juma hili, kwamba huduma hii ambayo ilifanyika kupitia karamu ya mwisho ilikuwa na malengo gani kwa wanafunzi wa Yesu, lakini hata kwetu sisi tunaoishi katika siku za mwisho. Ubarikiwe Madam Eudia. Kwa hiyo mpaka sasa naamini mtazamaji umeshakusha kupata somo letu linamaanisha nini karamu ya mwisho, na ni nini kilitokea katika karamu ya mwisho. Nadhani kila mmoja hapo tayari ameanza kupata kitu. Lakini tuende mbele zaidi tuone, hapo ni utangulizi tu kwamba katika karamu ya mwisho Yesu aliweza kuwatawaza wanafunzi wake miguu. Tunataka kuelewa zaidi kwamba ilikuwaje na ilikuwa vipi. Basi nipende kukaribisha kaka yangu hapa uweze kujiandaa kwa ajili ya kutuelezea hapo juu ya somo letu hili la karamu ya mwisho. Karibu katika kipengele hiki ambapo kinaenda kutufafanulia zaidi nini kilitokea na yapi yalitokea katika karamu hii ya mwisho na kwa nini karamu ya mwisho. Karibu. Tukiangalia katika hichi kipengele kinachofuata, kimeweza kudhihirisha upendo wa Mungu. Na pia tukiangalia katika kitabu cha Yohana, ni kitabu ambacho kinaelezea maisha ya Yesu kuanzia akiwa na miaka akiwa mdogo mpaka anakuwa mkubwa. Lakini utofauti wa tunakuja kuutazama kwamba ni sehemu gani ya Yesu ambayo imechukua muda mrefu, ambayo imeongelewa sana katika Biblia. Tukiangalia ni katika kipindi cha Yesu alipokuwa mwishoni. Sasa tukienda direct kwenye somo, tunaangalia hapa baada ya kuwa Yesu ameshapata chumba, ameingia na wanafunzi wake. Tukiangalia kichwa cha somo kinasema mmoja wenu atanisaliti. Tukiangalia upendo wa Yesu, hata wewe katika maisha yako leo hii uko chuo, alafu baadaye wakakwambia kwamba wewe chuo hautafaulu na atakayesababisha usifaulu ni rafiki yako huyo. Nadhani wenda usimsalimie na urafiki wenu kaishia hapo. Lakini tunaangalia utofauti kwa Yesu. Yesu alimfahamu atakayemsaliti, lakini bado alibaki kuwa anampenda. Tukiachana na Yuda, tunaenda kuzungumzia Petro. Petro alifanyaje? Alimkana. Na pia hata Yesu alipomwambia kwamba utanikana, alifanyaje? Alikataa. Acha tu hiyo. Twende kwa wanafunzi wake. Alipokuwa na wanafunzi wake, walimkimbia. Walivyoona mambo yamekuwa magumu, wakafanyaje? Wakakimbia. Lakini tunaangalia jambo la pekee kwamba Yesu kamwe hakuacha kufanyaje? Kuwapenda. Aliwapenda hadi mwisho. Ndio maana tukisoma Yohana anatuambia kwamba kwa jinsi hii Mungu alifanyaje? Aliupenda ulimwengu. Kwa hiyo tunaangalia upendo wa ajabu ambao Yesu alifanyaje? Alizidi kuonyesha. Tunaona kwamba upendo wa Mungu tutaweza kuona thamani katika maisha yetu endapo tukionyesha mwitikio. Petro alionyesha mwitikio, wanafunzi wa Yesu walionyesha mwitikio. Lakini tunaangalia jambo la tofauti ni kwa Yuda. Yuda hakuweza kuonyesha mwitikio wowote kwa upendo wa nani? Wa Yesu. Mwisho wa siku akafanyaje? Akaangamia. Kwa hiyo Yuda ameangamia sio kwa sababu
Yesu hajampenda ipasavyo. Hapana, ni kwa sababu ya kutokuitikia upendo wa Mungu. Hata sisi katika maisha yetu, pale tutakaposhindwa kuitikia upendo wa Mungu, hauwezi kuwa na thamani katika maisha yetu. Kwa hiyo zaidi tujifunze upendo wa Yesu, tudumu kuwapenda wengine na tudumu kuwathamini wengine. Kama Yesu vile alivyowatawaza wanafunzi miguu, na akiwemo Petro na akiwemo aliyemkana na pia hata wale waliomkimbia. Kwa hiyo tuzidi kuwapenda wengine. Tunapofanya ibada hii ya meza ya Bwana, tujiandae kimwili na pia kiroho. Mungu wa mbinguni akubariki. Hayo yalitokea katika karamu ya mwisho. Tuendelee kuona yapi zaidi yaliendelea kutokea katika karamu ya mwisho. Kaka Po, karibu uweze kutuambia ni nini tena hasa kilitokea katika karamu hii ya mwisho. Nadhani tukio lingine ambalo linaendelea hapa ni swala la Petro. Kabla pengine ya kujikita zaidi na Petro, tunaweza tukatafakari siku moja tumewahi kupitia uzoefu fulani kwenye maisha pengine ya shule, tuseme mfano huo. Kuna wakati mwalimu anakuwa na wanafunzi wengi, lakini kuna mwanafunzi mmoja ambaye huwa anajaribu kumuelewa sana mwalimu na kufanya vizuri pengine katika mitihani yake. Lakini mara hii tunaona mwalimu anapoelekea pengine katika jambo muhimu sana, hususan ni mitihani, na pengine anajaribu kutambua hali ya mwanafunzi au wanafunzi kadhaa ambao anawaona ni tegemeo na wanajituma sana katika kumsikiliza na kumuelewa, akiwaona hali ya kuwa katika hali ya kutokuwa na utulivu. Mara nyingi mwalimu hukaa katika kuwatambua kisaikolojia na kuwarudisha kwamba jipe moyo, utafanya vyema zaidi, tulia, soma, fanya hivi na vile, kuwa na utulivu, amini utafanya vizuri katika mtihani. Huu mfano tunauona hata kwa Petro, jinsi ambavyo Yesu alikuwa na wanafunzi wengi 12, lakini kwa habari ya Petro naye anakuja kuonekana kwa tofauti yake. Wanafunzi wengi wote walikuwa na sifa zao kila moja, lakini tumemwona Yuda kwa jinsi yake, lakini tunakuja kumuona Petro wakati huu akiwa mmoja wa wale ambao walikuwa anamuelewa sana Yesu. Ijapokuwa alikuwa anamuelewa Yesu, kuna vitu ambavyo vilikuwa vinamrudisha nyuma. Kuna wakati alikuwa anakasirika sana, kuna nyakati alikuwa anarudi nyuma anarudi nyuma kwa sababu ya harara, wakati mwingine hofu, lakini hilo haliondoi uelewa wake juu ya kile ambacho Kristo alikuja nacho duniani. Muda mwingi Petro alikuwa mstari wa mbele kumtetea Yesu. Alitambua nini Yesu alikuja kukifanya. Na mara hii tunaona Petro alikuwa akijitahidi sana kumuelewa, na mara anapomuelewa Yesu pengine na kuitikia kwa tofauti, Yesu alikuwa akiwaonya wanafunzi wote. Petro anakuja anawaonya kila mmoja kwa wakati wake, na Petro alikuwa anaonyesha mwitikio wa haraka sana kwa kile ambacho Yesu alikuwa akisema. Alikuwa akirekebishika, lakini pia alikuwa akibadilika pale anapokosolewa, pengine anapoelekezwa. Kwa hiyo Kristo mahali fulani anamwambia kwamba nimekuombea. Mara hii tunaona Petro akitawazwa miguu, Yesu akijaribu kutaka kuwatawaza wanafunzi miguu, lakini Petro anakataa pengine kwa sababu anamuona Yesu ni mkuu na nini, anajaribu kukataa, lakini Yesu kwa sababu alichokuwa kikifanya ni ishara ya umoja pamoja naye. Kwa hiyo ninanukuu aya moja hapa ya Luka 22:31 ambayo inasema, Simoni, Simoni, tazama, Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Yesu anamwombea Petro. Kwa nini anamwombea Petro? Ni kwa sababu alitambua kile ambacho kilikuwa hapo ndani ya moyo wake. Alimtambua Petro kama kiongozi miongoni mwa wanafunzi wake ambaye alikuwa ni sehemu ya karibu sana na Yesu. Kwa hiyo hapa tunaona katika karamu hii tunamuona Petro katika mjadala huu ni namna ambavyo inakuwa. Lakini jambo la pekee pia, Petro anaambiwa kwamba atakuja kumsaliti Yesu.
hilo hata aliondoe focus ya Petro kuendelea mbele. Wakati fulani alijaribu kukataa, hawezi kumkataa, na pengine Petro alijitoa akisema nitakuwa tayari kufa hata wakati kwa ajili yako. Lakini Yesu anajaribu kumrudisha kwamba kuna namna haelewi, lakini Petro alijaribu kumuelewa na kuelewa pale anaporekebisha. Lakini aliambiwa atamkana mara 3 na ndivyo ilivyokuwa. Lakini jambo la pekee tofauti na kwa Yuda ni kwamba Petro alivyomkana Yesu alitafakari na kurudi kutambua kwamba kuna kosa amefanya. Alirejea na neema ya Kristo ikawa pamoja naye, na kama ambavyo aliambiwa nimekuombea, naye alikuwa tayari kwa mwitikio chanya juu ya yote. Basi Petro alirudi na yote yalienda. Uzuri wa Yesu ni kwamba anatujua kikamilifu na bado anatupenda kabisa. Anajua kila moja ya dhambi zetu, lakini bado tamanio lake la kuwa pamoja nasi halibadiliki. Anaahidi kutupatia makao ikiwa tu tutakuwa wanyenyekevu. Asante sana kaka Po. Unajua, nilipoona kalamu ya mwisho niliwaza kwa nini kalamu ya mwisho, kwani haikuwa kalamu ya kwanza? Lakini kadri tunavyozidi kuendelea ndipo naona kwamba kwa nini ilikuwa ni kalamu ya mwisho. Yako mengi sana ambayo Yesu alizungumza na wanafunzi wake na aliyatenda na aliwapa kielelezo wanafunzi wake katika kalamu ya mwisho. Danya Mtondo, karibu kwa ajili ya kutupa mwendelezo wa nini kilitokea katika kalamu ya mwisho. Karibu. Asante. Lakini pia katika karamu hii ya mwisho tunaona ya kwamba inakuja na uzoefu mpya ambao watu wanaupata, kwamba zamani wana wa Israeli walikuwa wakisherekea sikukuu hii ya Pasaka kama tu kawaida ya kwamba wamekumbuka kwamba wamekombolewa kutoka utumwani kule Misri. Lakini unakuja uzoefu mpya ambapo Yesu mwenyewe anahitaji waelewe kielelezo halisi cha Pasaka, ya kwamba inabidi wajinyenyekeze, wakubaliane, kila mtu ajione ya kwamba yuko sawa mbele za Mungu, wakubaliane, wajinyenyekeze mbele zake. Lakini pia Wayahudi hawa walikuwa wameishusha hadhi ya Pasaka hii. Kwa hiyo Yesu alihitaji wafuasi wake au wanafunzi wake waweze kuelewa nini kusudi la Pasaka hii. Lakini kikubwa zaidi hapa tunajifunza ya kwamba Yesu alihitaji wajifunze upendo. Tukipendana tutaweza kujinyenyekeza, si ndio? Tutaweza kujinyenyekeza. Kwa hiyo kikubwa hapa ambacho tunakipata ya kwamba ni upendo, kikubwa ni upendo, lakini pia kujinyenyekeza na kujiona tuko sawa mbele za Mungu. Hakuna mkubwa, hakuna mdogo. Lakini pia katika naomba ni nukuu hapa, anasema kwamba habari njema ni kwamba chochote ambacho Kristo anataka kutoka kwetu, yeye pia yuko tayari kutuwezesha kukifanya. Kwa akili zetu hatutaweza. Tutaongea hapa kwamba upendo, kujinyenyekeza, lakini kwa akili zetu hakika hatutaweza. Tutakapokubali kujinyenyekeza kwa Yesu Kristo, tukakubali Roho Mtakatifu akatuongoza, basi hakika Mungu atatuwezesha kufanya haya yote katika Pasaka hii, na Mungu awabariki. Mungu akubariki sana. Kama kaka Po nataka kusema kitu, karibu. Nimeitikia tu amina, lakini pia kulikuwa na nyongeza. Hapo awali tumeona kwamba walikuwa wakifanya kama sherehe. Nadhani tunapitia uzoefu fulani hata katika tamaduni na sehemu tofauti, kuna sherehe hufanywa, pengine sherehe za ndoa, sherehe mbalimbali za kupongezana kwa matukio fulani. Na hivi ndivyo ilivyokuwa Pasaka ambayo iliyoanzishwa jangwani katika Kutoka 12. Imeendelea hivyo kwa namna ya mazoea fulani ambayo kuna wakati pengine ni kama sherehe tu ya kawaida, lakini mara hii Yesu anakuja na namna ya tofauti ya kuwapatia uzoefu mpya wakazi wa dunia na wafuasi wake watakaoendelea kumtumainia yeye katika vizazi vyote. Uzoefu huu mpya ni huu ambao unakuja kuitambulisha vyema maana halisi ya Pasaka kama sehemu ya kufanya ushirika pamoja na nani? Pamoja na Yesu Kristo. Ndio maana tunaona mahali fulani Yesu anamwambia Petro, kwa wakati fulani Petro alikataa. Yesu akamwambia, usipofanya hivi, usipokubali kutawadhwa, basi huna shirika nami. Kwa hiyo kuna kitu kipya hapa, kumbe ni zaidi ya sherehe. Pasaka ni zaidi ya sherehe, ni zaidi ya kumega mkate, ni zaidi ya kuchinja nyama, ni zaidi ya vitu vingi ambavyo vinafanyika tu kikawaida. Ina maana halisi kubwa ya kiroho zaidi, kwamba
tunapofanya Pasaka hii inaonyesha tunafanya ushirika pamoja na Kristo, na ndio maana anakuja pia na kitu kingine kipya cha kutawadhana miguu, kitu ambacho hakikuwepo hapo kabla katika Pasaka ya awali. Kwa hiyo anakuja kuleta uzoefu mpya kama sehemu ya kuleta unyenyekevu, kama sehemu ya kuonyesha kujishusha, kama sehemu ya kutambulisha kwamba hatupaswi kudharau watu wengine bila kujali vyeo, bila kujali elimu, bila kujali hadhi yoyote ambayo inatutofautisha katika jamii. Tunapaswa kunyenyekeana pamoja na kuonana kana kwamba kila mmoja ni wa thamani mbele ya Mungu. Asante, ubarikiwe. Unajua ni jambo la kushangaza kidogo, sijui nimeshangaa peke yangu, lakini ni jambo la kushangaza kwamba aliye kiongozi anageuka kuwa mtumishi. Yesu mwana wa Mungu, Mungu mwenye utukufu, mwenye enzi yote, yeye ndiye anaenda kuwatawaza miguu wanafunzi wake. Ni jambo ambalo ukilifikiria kwa kawaida, Petro alikuwa sahihi kukataa. Petro alikuwa sahihi kukataa kwa sababu gani? Alitambua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na ndiye aliyekuja ulimwenguni kwa ajili ya kukomboa watumishi wake. Sasa inakuwaje mwana wa Mungu aweze kutawadha miguu ya wanafunzi ambao ni wadhaifu, ambao ni wanadamu? Sasa Petro aliweza kumtambua Mungu, lakini hakuweza kutambua ni nini kusudi la Mungu. Hapa anaenda kutufundisha kwamba sote tunapaswa kunyenyekeana. Kama Kristo alijishusha akaweza kuwatawaza wanafunzi wake miguu, sisi ni nani leo? Ndio maana katika kanisa la Waadventista wa Sabato, katika kushiriki meza ya Bwana, iko desturi hii ya kutawazana miguu, ishara ya unyenyekevu. Pasipo kujali kwamba huyu ni kiongozi, huyu ni nani. Sote tunapotawazana miguu tunaonyesha unyenyekevu, na ndipo tunaenda kushiriki damu na mwili wa Kristo kupitia hiki kielezo ambacho Yesu alitupatia. Nisome nukuu hapa kidogo. Nasema kwamba ndivyo Yesu alivyoonyesha upendo wake kwa wanafunzi wake. Roho yao ya ubinafsi ilimjaza huzuni. Kwamba kuna namna wanafunzi waliweza kuona kana kwamba ni ile hali ya ubinafsi waliokuwa nayo. Lakini Yesu, hiyo hali ya ubinafsi ilimjaza huzuni kwamba kwa nini wanafunzi wake wanakuwa ni wabinafsi. Lakini kupitia ishara aliyoifanya yeye mwenyewe aliye mkuu, akajishusha chini kwa ajili ya kuweza kuwatawadha miguu wanafunzi hawa, iliweza kuonyesha upendo wa pekee. Na ndio maana hata leo katika kanisa letu ni desturi ambayo tunaifanya katika kushiriki meza ya Bwana. Kwa hiyo katika kalamu ya mwisho yako mengi ambayo yalitokea kwa ajili ya kutufundisha na kutuelekeza katika maisha yetu hata sasa. Jackson, naona una jambo la kusema, karibu. Mimi ningependa kuongezea hapo ulipotoka kuelezea, umeelezea vizuri sana. Mimi napenda tu kuongezea hapa kwamba Petro kweli alimfahamu nani? Yesu. Lakini kosa alilolifanya Petro, alimfahamu Yesu, nafasi ya Yesu, lakini hakufahamu nafasi ya wenzake. Wao walikuwa waandalizi, waliandaa chumba, lakini Petro walikuwa kitazamana na wengine kwamba nani atafanyeje, ataifanya kazi ya kutawaza wengine nini? Miguu. Kwa kosa la Petro, kwa huko na wakati mwingine tunafanya makosa ambayo ameyafanya nani? Petro. Tunasema kwamba tunamheshimu Mungu, kwamba tunampatia Mungu nafasi yake, lakini tunasahau kwamba ili tumpatie Mungu nafasi yake ya ukuu, inabidi kwamba hao wote tunaoishi nao tunawapatia nafasi ambayo nini? Ni sahihi. Kwa wale tunaoishi nao tuwathamini. Kwa hiyo tusije tukasema kwamba tunamwabudu Mungu wa mbinguni ingali kwamba wale tunaoishi nao hatuwathamini. Pia wakati mwingine tunapokuwa tukifanya ibada hiyo, tuhakikishe kwamba tusichaguane. Yaani kuna mtu anamchagua kwamba huyu ni mzee wa kanisa na mimi ni mzee wa kanisa, tuende tukafanye nini? Kwa hiyo yoyote ambaye Mungu amemweka wapi? Karibu yako. Pia kitu kingine, tujitahidi kwamba kila kitu ambacho Mungu ametuwekea katika maisha yetu tukifanye kwa kutimiza kusudi ambalo Mungu amefanyeje? Ameliweka. Mungu ametuweka tuombe. Ametuweka tuombe nini? Ametuweka tutoe sadaka. Tutoe sadaka ili nini? Ametuweka tutawazane miguu. Tutawazane miguu ili nini? Tusipofanya jambo lolote pasipokuwa na
pasipo kushikilia kusudi la Mungu, tutajikuta tunafanya kazi bure. Madamu Eudia, unafikiri upendo wa Yesu unaweza kufikia kiwango gani? Nashukuru sana mwalimu, lakini kabla sijazungumzia upendo wa Yesu, nilikuwa najaribu kumfikiria huyu Yesu ambaye alikuwa anajua kabisa yeye ni mfalme. Hivi anawezaje kushuka chini na kutawaza miguu wanafunzi wake? Emu turudi nyuma. Unajua mfalme anavyokuja, au tuje tu hapa tu Tanzania. Rais akiwa anakuja, vipi huko barabarani? Magari yote yanapaki pembeni. Yaani utazani sijui anapita mtu gani. Huyo ni rais wa nchi, tena ni nchi moja. Hivi siku moja itokee rais aje na basikeli, kwanza tutaona ni kitu hakiwezekani. Tumezoea kunakuwa na msafara na nini. Kwao najaribu kumuona ni jinsi gani Yesu anaweka kielelezo kizuri kwa kiongozi yoyote ambaye anaweza kuwa na madaraka. Kumbe uongozi sio kutawala, ila uongozi ni kuwa tayari kutumika, na hicho ndo nilichokipata. Lakini nirudi kwenye swali lako mwalimu, kwamba kutokana na tunavyosoma kitabu cha Yohana sura ya 13, tunaona upendo wa Yesu ni upendo ambao usio na, yani hauelezeki. Hapa ametumia neno kwamba aliwapenda upeo. Ukisoma pale mwishoni Yohana 13 kwenye ile sura ya kwanza mwishoni pale, utakuta anasema aliwapenda upeo. Ukikumbuka katika lesoni hii, somo la kwanza, kipindi fulani nilikuwa na jadili sehemu na watu tuliona kwamba licha ya kuwa Yesu alijua kuna msaliti pale, alijua kuna watu hawaniamini, lakini alidumu kuwa nao. Kwa upendo wa Yesu ni upendo ambao alikuwa hata tayari kufa kwa ajili ya mtu anayemsaliti. Yupo tayari kufa kwa ajili ya mtu asiyemwamini. Yupo tayari kufa kwa ajili ya mtu anayemuona lakini hataki kufuata yale yaliyo matakwa ya Mungu. Kwa hiyo tunaona upendo wa Yesu ni upendo ambao ametupenda upeo, ametupenda zaidi hata ya kuwa tayari kufa kwa ajili yetu. Ubarikiwe. Po, unafikiri ni kwa nini Petro alishtuka na kukataa Yesu kumtawadha? Unafikiri ni kwa nini? Nadhani jibu ni rahisi. Nigeuze swali kwako. Leo hii aje rais wa nchi hii, alafu wewe akurekebishie viatu tu hapo hivi, yani apige magoti kurekebisha viatu vyako, pengine kanda ama chochote. Sidhani kama unaweza kalichukulia jambo la kawaida kiasi hicho. Kuna wakati unaweza ukaitikia kwa tofauti, kama si kukataa kabisa, na inawezekana kufanya hivyo. Kwa hiyo nadhani kilichokwamo kwa akili ya Petro ni kwamba Yesu alikuwa ni mfalme. Yesu alikuwa ni mkuu. Tena Yesu ni Mungu. Kwa maana yeye ndio alikuwa anamuelewa, hata wakati anauliza maswali kwamba huko wananifahamu mimi kama nani. Wanatambulisha jinsi ambavyo watu wanamfahamu. Lakini akawageuzia swali wao kwamba ninyi mnanifahamu mimi kama nani? Petro aliwahi kujibu kwamba wewe ni Mungu, tena wewe ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo Petro hapa alisita ni kwa sababu alitambua Mungu ni mkuu kuliko yeye. Kwa hiyo kuna namna pengine yalipaswa kufanya yeye au mtu mwingine asiye na ukuu kama Yesu. Na hapa tunaona mwitikio wa Yesu kwamba alimzuilia Petro kwamba hawezi ukawa na shirika nami usipokubali kufanya hivi. Na kuna mahali pia anasema kwamba hata kama hauelewi, anasema utaelewa baadaye. Kwa hiyo kuna wakati hata tusipoelewa kile Mungu anachofanya, ili hali tumemwamini, kilicho bora kwake kwa ajili yetu kitadhihirika. Barikiwe watu wa Mungu. Kalamu ya mwisho. Kama ambavyo walimu hapa wameweza kujadili, wameweza kufafanua namna gani na mambo gani yalitokea katika kalamu hii ya mwisho, yote yanaturejesha sisi kuwa wanyenyekevu. Ni mengi yalifanywa pale na yote yamekuja kuwa ni kielelezo katika maisha yetu ya kila siku. Na unyenyekevu hauji hivi hivi. Lazima upendo utangulie kwanza, ndipo tuwe wanyenyekevu. Na hatuwezi kuwa wanyenyekevu pasipo uwezo wa Mungu kutawala maisha yetu.
Hivyo tunamhitaji Mungu katika maisha yetu. Katika karamu ya mwisho hii, wanafunzi wa Yesu walipata mambo mengi. Hata sisi leo tunajifunza kwamba tuwe wanyenyekevu kama Yesu alivyoweza kujishusha, na ni mwana wa Mungu akajishusha, akawatawaza miguu wanafunzi wake. Sisi ni nani leo? Leo na kesho Jackson wewe ni kiongozi wa kanisa, Eudia wewe ni kiongozi wa kanisa. Kumbe tunapaswa kutambua kusudi la Mungu, sio kutambua nafasi au cheo tulichopewa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kusudi la Mungu ni sisi tuweze kumtumikia. Kwa hiyo viongozi wa kanisa na watu wote ambao wamepatiwa kibali kwa ajili ya kusimama kuifanya kazi ya Mungu, tujifunze unyenyekevu ambao Yesu Kristo aliwafundisha wanafunzi wake katika karamu ya mwisho. Karamu ya mwisho, Mungu wa mbinguni awabariki. Tumefikia mwisho wa mjadala wetu kwa siku ya leo. Mungu akubariki kwa kutenga muda wako kuweza kutusikiliza, na Mungu abariki maandiko yake matakatifu haya aliyoleta kwetu tuweze kujifunza. Hatuna la ziada hapa. Nipende tu kukumbusha kwamba usichoke kutufuatilia. Weka komenti yako pale, share kwa watu mbalimbali ili uweze kujifunza kuwa Mungu kupitia somo hili la karamu ya mwisho. Sina la ziada hapa. Nilikuwa na wapendo wa Mungu hapa, na nadhani nimewatambulisha mwanzoni kabisa, na niweze kukaribisha mmoja wetu basi aweze kutufungia kwa ombi ili tuliojifunza haya yasikomee hapa hapa tu, bali yakadumu katika maisha yetu ya kila siku. Basi kaka Po, tukabidhi mikononi mwa Mungu sisi pamoja na mtazamaji na mfuatiliaji wa Bobea Andikoni. Karibu. Tukuzwe Yesu kwa kuwa pamoja nasi tangu mianzo. Uliona siku hii iliyo njema, uliona muda huu ya kwamba yupo mtu pale kwa ajili ya kusikia maneno haya. Asante kwa kuwa umeongoza katika kutafakari maneno haya katika karamu ya mwisho. Haya yote yamekuja kwetu kwa ajili ya kutufundisha namna mbalimbali ambavyo tunahitajika kuwa wenyekevu. Umetupa dhamana ya kufanya kazi yako, mtu fulani, kiongozi mkubwa, pengine mshiriki wa kawaida wa kanisa. Sote Bwana tunaomba utunyenyekeshe katika utumishi. Tunakuhitaji ukawe pamoja nasi. Ongoza vipindi hivi hata kwa wakati mwingine tena. Ukambariki mtazamaji yule, mfuatiliaji yule, akasitoke hivi hivi, bali aelewe na kufanya badiliko fulani na kupiga hatua mbele katika kuamini wewe. Bariki wote watakaofikiwa na neno hili, na zaidi sana tubariki sote, tusiishie kuzungumza hivi, lakini kwa ajili ya ulimwengu mzima ambao uliufia, basi tukaweze kukutana katika karamu ile ya pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo katika umilele. Tunaomba hivi kwa imani kwa jina lako Yesu. Amen. Nikupendekezee kwamba usipange kukosa somo linalofuata. Lesoni yetu ni tamu. Mungu akubariki.